Kuongea na majini au kuongea na mashaitani ni kitu ambacho kinawezekana. Kwa mujibu wa Qur'ani, ushahidi uko bayana. Lakini kuna viwango vyake mtu anafika katika imani. Ndivyo Allah tabaraka wa taala anamjalia huo uwezo. Sasa wengi, mimi nimemsikia mara nyingi sana ukhti wetu, ukhti Dida, akizungumza ya kwamba kuna wakati ana uwezo wa kuwasemeza au kuongea na majini. Of course kwa wewe ambaye au mimi ambaye sina elimu kubwa, huenda nikawa nashangaa sana, lakini katika imani inawezekana. Jini una uwezo wa kumuongelesha imma kupitia mtu, kwa maana kwamba awe amemuingia mtu, au hata we mwenyewe wakati wako unafanya ibada, adhkari, unafanya zako ibada kwa kitambo kirefu, jini una uwezo wa kumuongelesha. Una uwezo wa kupata hisia. Kumbuke mtu ambaye amebezi sana katika mambo ya ibada, mambo ya adhkari sana, anasoma sana Qur'ani, huyo mja huwa anakuwa ndani ya nuru ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo sasa inakuwa ni rahisi sana kwa yeye kuona vitu ambavyo, kusikia na kuona vitu ambavyo katika hali ya kawaida asingeweza kuvisikia, lakini kwa msaada wa Allah anakuwa na uwezo wa kuviona. Kwa hivyo majini tunao uwezo wa kuzungumza nao, lau kama tutafikia kiwango chetu kikubwa sana katika uchamungu wetu. Allah anajalia na uwezo wa kuwasemeza, una uwezo wa waona, sio kuona kimaumbile yao, kwa sababu kimaumbile yao tena hayo mengine shekhe, lakini ishara zao. Mathalani kama nilivyomuuliza ukhti, akasema mara nyingine yeye huwa anahisi tu kale kama vile ka ubaridi kanapita, au wadhalika anaweza kahisi labda kuna kama vile tu unahisi ni kama vile kivuli tu kinaonekana, lakini sio kwamba unamuona jini pure hivi. Hayo macho hatujajaliwa. Ndio maana majini wameumbwa katika maumbile yao ambao sisi binadamu hatuwezi kuwaona kwa physically hivi hili hapa. Ndio maana hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alifikishwa ujumbe, lipo kundi la majini limekusikia. Tafahamu? Kwa hivyo una uwezo kuwaona katika ishara ambazo Allah anajalia. Kama una elimu utajua. Hata wakati mwingine hata unaweza kuwa umekaa umetulia, kama ni mtu wa ibada, kwa wale ambao wanaamka usiku, kama ni ada yako, kuna wakati fulani utakaa utashangaa kuna kitu unatembea hivi, lakini kuna kitu kinapita kama vile kwa kasi ya ajabu, usikia tu kama vile pepo kamepita kwa kasi. Of course hao ndio mashaitani wenyewe, hao ndio majini wenyewe. Hata kipindi cha Nabii Suleimani alayhi salam, kuna mja alifanya tukio ambalo hata jini hawezi kufanya. Yule Ifrit katika majini aliposikia Nabii Suleimani anasema, nani atakayeweza kuniletea kiti cha malkia wa Sheba hapa kabla, yani kwa upesi zaidi, nani? Yule Ifrit akasema, jini huyo, mimi nitakuletea hicho kiti kabla hujainuka hapo, kwa spidi hiyo. Lakini akatokea mja wa Allah tu ambaye Allah kamneemesha. Allah anasema mja ambaye tumemfundisha, akatokea mja wetu ambaye tumemjalia, tumemneemesha katika waja wetu, akasema hakika mimi nitakileta hicho kiti kwa spidi ya kupepesa jicho. Na kweli kile kiti akakileta. Yule mja hakuwa nabii, hakuwa malaika, hakuwa nani, lakini alileta kiti kwa spidi ya kupepesa. Huu ni msaada ambao Allah alimsaidia kutumia malaika kumletea kile kiti pale, kwa sababu muumini anapokuwa ni mwenye imani iliyokuwa ya juu zaidi katika daraja, basi Allah humjalia kundi la malaika linamsaidia na kumlinda kwa amri ya Allah. Kwa hivyo ni wazi yule bwana alisaidiwa na malaika katika hili jambo. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, tusiwe na husda tukaweka kwamba kwa nini yeye tu, kwa nini kadhaa na kadhalika. Ukhti bwana ni mtu wa adhkari sana, ni mtu wa kufanya adhkari sana, mashaallah. Sio kwamba tunamsema kwa ubaya, lakini ni kwamba anafanya sana adhkari.
Na moja katika vitu ambavyo katika kipindi chetu vinaongeza mno imani ni sisi kufanya adhkari, kusoma Qur'ani. Hivi ndivyo vitu ambavyo sisi kipindi hichi tukivifanya vitatusaidia kuwa katika imani. Huenda ukhti akawa na mabaya anayoyafanya au madhambi, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia futeni ovu kwa kutenda lilo jema. Kwa hiyo huenda alifanya madhambi, lakini kupitia kufanya kwake adhkari kwa wingi, zile thawabu ambazo anapewa zikaja kufunika yale madhambi, yakafutwa, yakafutika na akajaliwa. Kwa hiyo unajikuta muda mwingi anakuwa au unakuwa ndani ya nuru ya Allah tabaraka wa taala. Tuache uvivu. Sisi Waislamu wengi wa zama hizi wavivu kufanya adhkari. Na ndio maana masuala kama haya tunaona mageni, kwa sababu hatupo ndani ya nuru ya Allah tabaraka wa taala. Tumekuwa wavivu sana kufanya adhkari. Mtu kumwambia hapa inabidi leo uamke saa 10 saa 9 usiku usome suratul Yasin mara 100. Mnagombana. Ukimwambia amka umswalie Mtume mara 2000 hapa usiku, wewe ni vita shehe. Kwa hivyo sisi leo tumekuwa wavivu sana. Ndio maana haya masuala ya kiimani, masuala ya kiroho tunayahisi labda ni mageni au tunaona ni mageni sana kwetu. Lakini tunapaswa kutuliza akili zetu, tunapaswa kurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Kipindi hichi mashaitani wametapakaa sana katika ulimwengu ambao tunauishi. Sio siri. Mashaitani wamejaa. Kwa sababu watu wengi sasa hivi imani zimeshauliwa. Watu wanaishi katika muonekano kuliko uhalisia. Kwa hiyo mashaitani wanawachezea mno watu kipindi kama hichi. Sasa unapoona kuna mmoja Allah kajalia na uwezo wa kuona kitu fulani na fulani, jitahidi ujifunze kitu kwamba kwa nini hivi na hivyo. Usiwe mtu wa kwanza kubeza na kumuita mtu mshirikina. Of course kazi ya utabibu ipo kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu, lakini pia tufahamu kwamba katika jambo lolote la halali Ibilisi huwa anatoa feki lake, anatoa batili. Kwa hivyo katika jambo hili la utabibu, katika dini lipo, lakini Ibilisi kaliingilia kati. Kwa hivyo kuna matabibu feki na matabibu original. Ndio maana leo kuna matabibu feki ambao wanaanza kufanya tiba zao kishirikina. Kwa hivyo sio kila anayejiita tabibu atakuwa ni feki. Sio kila anayejiita tabibu atakuwa ni mshirikina. Kwa hivyo tunapaswa kumpima kwa lipi? Tunapaswa kumpima kwa yale ambayo anayaleta, kwa yale ambayo anayasema. Kama anayasema tunaona hayaendi kinyume na Qur'ani na Sunna, basi wai tuanze kumbeza. Kwa hivyo kipindi ambacho tuko nacho ni kipindi cha fitna, kama ambavyo tulizungumza, fitna tel Masih Dajjal. Ni kipindi ambacho pia muonekano na uhalisia ni vitu viwili tofauti. Kwa hivyo kuna namna tunapaswa kujitahidi kujielekeza kwenye kutafuta uhalisia wa jambo ili tuweze kusimama katika njia, kusimama katika mstari. Lakini tusiwe ni watu wa husda, chuki na vitu vinginevyo havina maana katika wakati ambao tuko nao. Kwa ndugu zangu namalizia, tujitahidi sana kuweza kufanya adhkari na ibadati kwa wingi sana. Kufanya hivi kutasaidia sana si kuwa katika imani, kudumu katika imani, na tukidumu katika imani tunakuwa katika nuru ya Allah tabaraka wa taala ambayo itatusaidia kusikia na kuona visivyoonekana. Hata kuna baadhi ya masala tu, sio mpaka majini. Kuna baadhi ya vitu tu mtu utakuwa unapata Allah na kujalia unafahamu katika wakati ambao uko nao unaopaswa kuvitekeleza, tofauti na mtu ambaye yeye hafanyi hivyo. Kwa hivyo ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala atusimamie na atujalie tuwe ni wenye kuyasikia haya na pia kuyafanyia kazi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.